Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ndugu zangu, leo nataka nikuletee tasbihati kwamba ukiwa katika dhiki au na jambo ambalo una dhiki nalo sana, dhiki imekukamata kwa kiasi kikubwa sana, basi leta tasbihati hizi ambazo ninakwenda kukuletea hapa muda si mrefu. Wallahi lazima utakwenda kuona muujiza na maajabu yake, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukuondosha katika hiyo dhiki uliyokuwa nayo. Mungu atakutoa katika hilo jambo ambalo kwamba wewe la kusumbua katika kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, na nitawapeni mifano hai ya watu ambao walitumia tasbihi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mungu akawaondosha katika dhiki, Mungu akawaondosha katika hali mbaya, na Allah akawarejesha katika faraja baada ya kutumia hiyo. Ni vyema mtazamaji wangu ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili ukapata faida ya darasa hizi ambazo tunakwenda kuzileta. Na hapa niombe radhi wale ambao wanaipiga simu mara kwa mara kutaka kujua tafsiri za ndoto. Kiukweli sifanye makusudi kutokupokea simu. Maana malalamiko yamekuwa mengi. Mwingine anakupigia simu, shekhe, nusu saa nzima mnazungumza habari ya ndoto, yani hajamaliza story. Sasa kwa kweli inakuwa mtihani. Mimi niombe kitu kimoja, kama mtu anataka kufasiriwa ndoto yake, ni vyema akatuma voice katika WhatsApp. Mimi nitapokaa kwa muda wangu, kama ni usiku, kama ni mchana, nikatulia vizuri, nikaisikiliza ile kuanzia mwanzo mpaka mwisho, basi nitakujibu swali lako lile ambalo umeniuliza. Ama unaweza ukatuma message ya kawaida kwa njia ya WhatsApp, usitoe katika njia ya kawaida. Njia ya kawaida zinakuwa nyingi sana mpaka zingine na shida kuzisoma. Kutuma WhatsApp inakuwa rahisi kuziona na kuweza kutolea majibu. Kwa hiyo niwaombe radhi wale ambao wanapiga simu hawapokelewi, basi sipokee, sio kama ninapokea kwa makusudi. Tatizo lake inakuwa ndio hilo. Ndugu zangu, tuingie katika maudhui yetu ya leo. Na wale ambao wanahitaji namba ya simu wale ni 0793 052 052 052 0793 052 052. Twende sasa tukaangalie, ndugu yangu mtazamaji wangu, tasbihi gani ambazo leo tunakwenda kuzieleza ambazo mja ashikamane nazo azifanye kama uradi wake. Na wallahi lazim Allah atakwenda kufungua majambo yako kwa wewe kufanya tasbihi hizi. Leo nitakuletea tasbihi za aina tatu, na nitaziandika hapo chini kwa muhimu wake ili uzichukue na uweze kuzifanyia kazi. Tatu nitakupa leo. Kabla sijakupa hizo tasbihi tatu, tumwangalie Nabii Yunus alayhi salam. Yunus alimezwa na samaki. Alikaa ndani ya samaki kwa muda wa siku takriban 3. Lakini Nabii Nuhu, nini kimemtoa kwenye samaki? Ndio maana kukwambia dhikiri hii huwa inamtoa mtu katika dhiki, huwa inamtoa mtu katika jambo ambalo kwamba limemfika shingoni, huwa inamtoa mtu katika majanga mazito wa kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nuhu alayhi salam alisema maneno haya: la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Alipolisema neno hili, Mwenyezi Mungu alimnusuru. Mwenyezi Mungu alimtoa katika hali ya dhiki, katika hali ya shida, katika hali ya shida. Allah akaenda akamtoa. Na ushahidi ili kuonyesha kwamba hii ndiyo iliyomtoa, sikiliza maneno ya Allah anavyosema. Anasema, falaula annahu kana minal musabbihin, lau Nabii Nuhu alayhi salam asingekuwa mwenye kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, basi angebaki na angekaa na angeishi katika tumbo la samaki mpaka siku ya kiyama. Kwa ushahidi wa hii aya, kilichomtoa Nabii Yunus alayhi salam ni kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Enyi ambaye mmeamini, mtajeni Mwenyezi Mungu kumtaja kwa wingi, wasabbihuhu, na mumsabihi yeye asubuhi na jioni. Kumsabihi Mwenyezi Mungu, ndugu yangu Muislamu, kunaondoa yale magumu,
kunaondoa yale mazito, yale majanga ya mazito, basi yanaondoka kwa kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo mimi nataka nikuletee tasbihi tatu tu. Shikamana nazo hizi, wallahi zifanye kama uradi wako. Zifanye hizi kila baada ya swala subhi, na zifanye hizi kila baada ya swala al-asri. Zifanye kila baada ya swala subhi, na zifanye kila baada ya swala al-asri. Hiyo sehemu ya kwanza. Lakini jitahidi sana ikifika siku ya Alhamisi, usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa, zifanye hizi mara 313. Zifanye hizi mara 313 tasbihi hizi. Zifanye mara 313 kila siku ya Ijumaa. Wallahi utakwenda kuona maajabu na miujiza yake. Zenyewe ni hizi. Ya mwanzo ndio hii ya Nabii Nuhu alayhi Yunus alayhi salam. Sema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili utasema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahu au subhanallahi al-azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Hii ni ya pili. Ya tatu utasema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar. Narudia tena. Ya kwanza sema subhanallah, utasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili unasema subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Hiyo ni ya pili. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim. Hiyo ni ya pili. Ya tatu utasema subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah Allahu akbar. Hiyo ni ngapi? Ni ya tatu. Hizi jitahidi sana kuzifanya asubuhi baada ya swala asubuhi, na utafanya baada ya swala al-asri. Kila siku jitahidi kufanya hizi. Lakini jitahidi sana ule usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa, fanya tasbihi hizi mara 313. Wallahi lazima Mwenyezi Mungu atakutoa katika magumu. Mwenyezi Mungu atakutoa katika dhiki. Hii ndugu yangu nakufahamisha na kufundisha na kupa elimu ya bure hii, haunilipi chochote hili. Wala mimi sihitaji kwako wewe chochote, nakupa hii faida na elimu ya bure. Kamata, shika, ifanye kazi. Ifanye hii usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa, utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Wallahi nakwambia Sheikh, sisi Waislamu tunaacha vitu hivi ndani ya Qur'ani, tunaacha vitu katika sunna za Mtume Muhammad, tunakwenda katika ushirikina, si kitu gani, tunaacha vitu kwenye Qur'an. Kamata hii, nenda kaifanyie kazi, utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Hii nimekupa leo kama zawadi. Kamata Sheikh, nenda kaifanyie kazi. Mimi kwa leo niishie hapa, inshallah. Tukutane katika kipindi kijacho, katika darasa lijalo la adhkari na dua, ili kupeana faida mbalimbali katika hizi adhkari na dua. Na niwaombe wale ambao wanapita katika video zetu lakini bado hawaja subscribe, basi wa subscribe. Faida yake kwamba kila mada tukitoa unakuwa wewe mwanzo kupata darasa na mada kama hiyo. Kwa hiyo hata hizi darasa ukisubscribe, basi unakuwa mwanzo kuzipata darasa kama hizi na kupata maudhui mbalimbali ambayo tunayatoa katika darasa zetu hizi. Na ukiwa na maswali yako, basi unaweza kuacha comment yako hapo chini, ama kama ni la private basi utalituma kwa njia ya WhatsApp. Itakuwa rahisi kuliona na kuweza kulijibu biidhnillahi taala. Kwa hiyo inshallah tukutane katika darasa lingine lijalo. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah wa ila liqa.